Niwaambie kwamba ahadi iliyotolewa na Sheikh Kishki uwanja wa Taifa wakati wa mashindano ya Qur'ani imetimizwa. Kwa zamani ilikuwa ni kwamba watu wanaambiwa wawekwe ndani, wahifadhiwe na nini, kwa sababu tu ya kutunza ule usafi na kitu kingine. Siku hizi kwa mfano mtoto umefanyia anavaa pampers, unamwambia vaa pampers yake ili pampers ile inakuwa inamzuia pia asipate uchafu, na kuhakikishia wengi ambao wanatoka hapa wakifika nyumbani wanaendelea michezo kama kawaida. Watoto wanacheza mpira, kwa hiyo hatuwaruhusu, lakini watoto kwa sababu hasikii maumivu. Kwa mwisho wa siku unakuta mtoto anacheza mpira kama kawaida, vurugu zinakuwa nyingi za kutosha nyumbani, lakini tunawaambia wazazi wajitahidi kuwaziwia kwa sababu wanaweza kujitonesha. Wale wote ambao watoto zao walikuwa hawajafanywa tohara katika maeneo haya ambayo tunayataja, walete watoto wao tuweze kuwasaidia, na wakumbuke tu kwamba hili zoezi ni bure, halilipiwi chochote. Jambo hili kwanza ni muhimu sana kwa mtoto kufanywa tohara, kwa sababu itamwepusha mtoto huyo kutokana na magonjwa mbalimbali kama vile UTI. Kwa hiyo mtoto kufanywa hivyo itamweka mbali na hayo maambukizi na mtoto atakuwa salama zaidi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mtazamaji wa Khidma TV. Tupo katika hospitali ya Yombo Vituka. Leo hii ni tarehe 26 ya mwezi Aprili, ambapo taasisi ya Al-Hikma Foundation chini ya mkurugenzi wake ambaye pia ni mwenyekiti wa mashindano ya mabara yote ulimwenguni Sheikh Nurdin Kishki, ndani ya uwanja wa Benjamin Mkapa walitangaza miongoni mwa ofa ambazo walizitoa pamoja na ndoa za watu 200, lakini ikiwemo kuwafanyia tahara vijana wapatao 1000. Leo hii tarehe 26 ya mwezi huu Aprili ndo zoezi hili limeweza kuanza kabisa, na limeanzia katika hospitali ya Yombo Vituka. Tupo na ukhti yetu hapa ambaye ni miongoni mwa wanaoratibu zoezi hili. Tutapenda kufahamu mawili matatu kutoka kwake, ikiwemo pia wanufaika wa jambo hili na taasisi kwa ujumla limekaje mpaka hivi sasa. Ukhti, salamu alaykum. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Waitwa nani? Kwa majina naitwa Salma Ali Soloka, ni SMV members, lakini pia ni mfamasia. Yeah. Ukhti, leo hii zoezi limeweza kuanza hapa. Umesema unatokea ni mfamasia lakini ni member pia wa SMV. SMV mnashirikiana na Al-Hikma Foundation katika jambo hili, na kwa kuangalia nyinyi ni kituo cha afya, lakini pia jambo hili linahusisha afya moja kwa moja. Kwa Al-Hikma lisingeweza kulihimili kwa sababu wao hawana hospitali hivi sasa, japo hapo kwenye maandalizi ya kuhakikisha hospitali inaanza kutoa huduma muda si mrefu. Zoezi mpaka hivi sasa linaendeleaje, na upande wenu SMV mmejipanga vipi? Tunashukuru Mungu, zoezi linaendelea vizuri. Kama unavyoona watu wanaendelea kuingia mpaka sasa hivi, nadhani ni saa 5 tumeshafanikiwa kusajili watoto 47. Mwitikio ni mkubwa sana, kwa hiyo kutokana na umuhimu wenyewe na umeamua kujitokeza kwa wingi. Lakini kwa mtazamo wako, mwitikio huu na jinsi unavyofahamu swala la tahara, unaona kabisa ni ishara njema pengine? Ni ishara njema kabisa, kwa sababu huu ndo mwanzo. Leo tumeanza hapa Yombo Vituka, lakini tutaendelea kutembea katika sehemu zingine kama Buza, baadaye tutafika katika wilaya ya Temeke pia, kwa wilaya Ilala pia. Kwa mwitikio huu na leo ndo mwanzo, tunaona tunafanikisha vizuri. Kwa upande mwingine, labda swala la tahara, ukiwa kama ni mmoja katika wataalamu wa afya, pengine sio mbobezi katika upande wa sehemu hiyo, lakini swala hili limekaje kiafya zaidi kwa wazazi ambao wanatutizama hivi sasa? Pengine baadhi yao watapuuzia kwa kuona ni jambo la kawaida. Kiafya jambo hili limekaje zaidi? Jambo hili kwanza ni muhimu sana kwa mtoto kufanywa tohara, kwa sababu itamwepusha mtoto huyo kutokana na magonjwa mbalimbali kama vile UTI. Kwa hiyo mtoto kufanywa hivyo itamweka mbali na hayo maambukizi na mtoto atakuwa salama zaidi. Kwa leo hii hawa wote ambao mpaka hivi sasa mmewasajili, sasa ikiwa ni saa 4 na pengine idadi itaendelea kuongezeka, mnatarajia wote kuwahudumia kwa uwezo wa Mungu? Inshallah tutajitahidi kadri tuwezavyo, kwa uwezo wa Mungu inshallah tutakamilisha.
Zoezi ndio limeanza, wito wako kwa jamii ni upi kuelekea, kwa sababu kesho mtakuwa Buza, leo mko hapa Yombo Vituka. Wito wako kwa jamii ambazo kwenye wilaya kama ilivyotangazwa na wale ambao wanafuatilia matangazo ni upi, na pengine kutakuwa kuna muda wa ziada baada ya kuwa mzunguko kukamilika? Mimi nawashauri tu jamii ijitokeze kwa wingi. Kama nilivyosema, zoezi hili kwanza linatolewa bure. Yaani wenyewe tu ni kutoka nyumbani kuja katika kituo cha afya na kupata huduma. Kwa mimi ningewashauri tu wajitokeze kwa wingi ili watoto wao wawe salama zaidi. Kando na hapo, huduma hii kikawaida unaweza ukatufahamisha inapatikana kwa gharama gani? Huduma hii haipatikani kwa gharama yoyote ile. Gharama hii ni bure. Labda kwa nje na hapa Yofai hospitali za kawaida kwa mtu akitaka kumfanyia mwanae, sababu hii ni ofa tayari na watu waikimbilie, lakini kikawaida huwa inagharimu shingapi? Inategemeana na hospitali. Kwa hiyo wapo ambao wanafanya 60,000, wapo wengine ambao wanafanya 50,000 huko na kuendelea, lakini kwetu tunajitolea bure kabisa. Ni mzazi kumleta tu mtoto na kupata huduma iliyo bora zaidi. Asante. Karibu. Na mtazamaji, bado zoezi la tohara kwa watoto linaendelea, na muda huu tumemtoa Dr. Mwimbe alafu atuambie hali ikoje. Dr. Naam. Vipi? Unaona kwanza ndani kuna feni lakini umetoka jasho jingi sana. Hii inaleta taswira gani? Kazi inaendelea alhamdulillah. Kwanza tumshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwamba lile ambalo lilikuwa limeahidiwa limeanza kutekelezwa siku hii ya leo. Tumeanza leo katika kituo chetu hiki cha Yombo Vituka, ni kituo cha serikali. Kwa tunawashukuru sana serikali kwa kutupa nafasi hii ya kuja kuhudumia wananchi wa eneo hili, na alhamdulillah mwitikio ni mkubwa. Mpaka hivi tunavyoongea kuna watoto waliojiandikisha hapa kituoni wako zaidi ya 50, na kwa uwezo wake Allah inshallah wote hawa 50 tutamaliza. Kwa kazi huko tunaendelea, na sasa hivi tunafanya njia zote mbili, tunafanya kuweka kiringi lakini pia tunafanya na ya kushona. Hadi hivi sasa hakuna shida, tunaenda vizuri alhamdulillah. Na pengine kwa mtu ambaye afahamu idadi ya watu ni 50, si haba, ni kubwa, na kwa hapa siku ni leo tu. Kwa mtoto mmoja anaweza kuchukua kama muda gani? Mara nyingi mtoto mdogo kwa mfano inategemea na njia gani. Kwa mfano njia ya kushona ndio kidogo inaweza kuchukua muda mrefu, lakini haiwezi kuzidi dakika 15. Lakini kwa njia ile ambayo ni ya kuweka kipira mara nyingi just dakika 5 mpaka 7 8 tulikuwa tumemaliza. Huwa mnaangalia nini kuona kwamba hii ni kipira, hii kushona? Naangalia umri, la namba moja ni umri wa mtoto, lakini pia tunaangalia na size ya ume wake. Kwa hiyo kama ikiwa ni kubwa na ukilinganisha na vipira ulivyonavyo, kama ni vidogo huwezi kumwekea kwa sababu kimwekea vitambana. Kwa hiyo unachokifanya ni kwamba ukiangalia size yake na size ya kipira, kama vinarandana unamwekea, kama virandani unamshona. Yes. Na pengine kwa mtazamaji ambaye mpaka sasa hivi pengine anakutazama, unamwambia nini kuhusiana na zoezi hili? Kwanza niwaambie kwamba ahadi iliyotolewa na Sheikh Kishki uwanja wa taifa wakati wa mashindano ya Qur'ani imetimizwa. Leo siku ya kwanza kabisa ni tarehe 26 ya mwezi wa 4 mwaka 2025 tumeanza zoezi letu la kufanyia tohara watoto 1000, na hawa 50 ni hapa katika kituo hiki cha Vituka. Kesho tutakuwa katika kituo cha Buza ambacho pia kwa maelezo ninayopata inawezekana pia watoto ni wengi zaidi kwa sababu wameenda kujiandikisha ni wengi. Baada ya Buza wiki inayofuata itakuwa ni Jumamosi inayofuata tutakuwa katika kituo cha Tandika na vituo vingine kama ambavyo ratiba inavyotuonyesha. Kwa hiyo tunawaambia wale wote ambao wenye uhitaji, wale wote ambao watoto zao walikuwa hawajafanywa tohara katika maeneo haya ambayo tunayataja, walete watoto wao tuweze kuwasaidia. Na wakumbuke tu kwamba hili zoezi ni bure, halilipiwi chochote. Yaani Al-Hikma wamelipia gharama zote ambazo zinazohusiana na zoezi hili la tohara. Kwa hiyo tunakaribisha sana wananchi. Dr. kabla hujaondoka, unajua unaendelea na hizo zoezi na bado watu ni wengi. Tumalizie na swali hili. Wakati wa nyuma ilikuwa tunaona watu wakifanywa hili jambo kama ni jambo la mchakato mrefu sana. Hata suruali mtu haruhusiwi kuvaa, mtu anavishwa kanga, pengine anachukua wiki 2, wiki 3, mpaka baadaye anakuja kuvaa suruali baadaye sana. Lakini leo tunaona mtoto anamalizwa muda huo anavaa suruali anaondoka zake. Yes. Kuna namna gani ambapo sasa hivi imeadvance ambapo kule ambapo tulikuwa siku hizi naona hakuna hiyo hali? Ni teknolojia. Teknolojia zimebadilika sana. Kwa mfano
mtoto ukishamshona kwenye ukishamwekea kipira kwa mfano, yani kwanza anakuwa na ganzi, umemwekea ganzi, lakini pia umemshona au yani umemwekea kipira, kwanza ile chances ya kubleed ya kutoka damu ni ndogo sana, yani 0.0001, yani ni ndogo sana. Kwa hiyo kiasi ambacho mtoto anakuwa huru hata kucheza. Unamwona mtoto akitoka hapa sasa hivi, na kuhakikishia wengi ambao wanatoka hapa wakifika nyumbani wanaendelea michezo kama kawaida. Watoto wanacheza mpira, kwa hiyo hatuwaruhusu, lakini watoto kwa sababu hasikii maumivu. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuta mtoto anacheza mpira kama kawaida, vurugu zinakuwa nyingi za kutosha nyumbani, lakini tunawaambia wazazi wajitahidi kuwaziwia kwa sababu wanaweza kujitonesha. Kwa hiyo hicho ndio kikubwa tunachowaambia wazazi, lakini ni teknolojia, tuna namna ambavyo sayansi ilivyokuwa, tunavyokuwa tunazidi kusoma, tunajua kwamba hiki kifanyike hivi, kisifanyike hivi. Kwa zamani ilikuwa ni kwamba watu wanaambiwa wawekwe ndani, wahifadhiwe na nini, kwa sababu tu ya kutunza ule usafi na kitu kingine. Siku hizi kwa mfano mtoto umefanyia anavaa pampers, unamwambia vaa pampers yake, ili pampers ile inakuwa inamzuia pia asipate uchafu. Kwa hiyo ni teknolojia tu inavyozidi kukua ndivyo maisha yanazidi kuwa mepesi. Baada ya hapa sasa, pengine kuna huduma nyingine zitakuwa zinaendelea, utaratibu, maana tayari pale pengine anafungwa kipira kama wakufungwa kipira, au ameshashona. Pengine kwa zamani tunaona pengine mtu baada ya wiki nadhani hivi anabeba tena hospitali, si baada anavuliwa hichi. Yaani hii ikoje? Ukishamaliza hapo kuna kitu kinaendelea tena? Wale wa vipira wote wale hatutarajii wao kurudi na hospitali. Hatutarajii, kwa sababu kipira tunatarajia baada ya siku 5 mpaka siku 7 mpaka siku 10 kinakuwa kimekatika chenyewe, kinatoka, na kikisha katika kikatoka maana yake huyo kapona. Sawa? Kwa hiyo kinatokea nyumbani huko. Hatutarajii, isipokuwa kama ataona mzazi kama hakitoki kipira kile kwa muda huo ambao tumezungumza ndani ya wiki 2 hakijatoka, atakiwa amrudishwe hospitali wakitoe. Hilo la kwanza. Lakini kwa wale ambao wanaoshona tunawashauri baada ya kufanyiwa tunaweka gozi. Baada ya gozi ile tunawaambia labda kesho kutwa baada ya siku 2 anaweza kurudi hospitali kuibadilisha ile gozi. Kwa hiyo hospitali watakuwa wanaona kile maendeleo ya kile kidonda, kwa sababu ni kidonda kama vidonda vingine. Kwa hiyo wakiona kwamba anaweza kaja kila siku au kila baada ya siku 3 au siku 4, wanakuwa wanamwambia hapa hospitali. Lakini mara nyingi hakuna complication kubwa sana kwenye operation hizi. Okay. Pengine huduma hii katika mazingira kawaida huwa ina cost bei gani ikiwa ni kwa kulipia? Sheikh, inategemea na maeneo ambako unakwenda kufanya. Kwa maeneo kwa mfano ya mijini, kuna watu wanajua wanafanywa nyumbani. Kuna mtu anakupigia simu, Dr. Juma, naomba uje unifanyie nyumbani kwangu. Sasa nyumbani inategemea, akamwambia niwekee mafuta kwenye gari na nini. Gharama inakuwa kubwa. Gharama inakuwa kubwa. Inaweza cost mpaka 1,500 mpaka 200,000. Lakini kwa hospitali mengi kwa mjini hapa inagharimu kati ya 65,000, 70,000, 80,000 na kuendelea. Shukrani Dr. Mimi nikutakia kazi njema, najua bado mambo yanaendelea. Shukrani, jazakallahu khairan. Amin. Asante sana, wa anta kadhalika.